Mlipuko wa vita pande mbalimbali za dunia nzima. Mpenzi mtazamaji, huko Iran na USA mashambulizi makali yanaendelea kuripotiwa. Vilevile huko DRC ambako madroni yanaendelea kukamatwa na kuharibiwa na jeshi la FARDC ndani ya airport ya huko Chopo, na pia tutakuwa pande mbalimbali za dunia kama vile Ukraine ambako pia mashambulizi yanaendelea kuripotiwa. Mpenzi mtazamaji, endelea kuwa nasi ili upate habari za kamili. Acha basi tuanzie huko DRC ndani ya mkoa wa Chopo ambako drone 4 zimeweza kukamatwa jana. Bado zilikuwa kufanya uharibifu wowote, lakini ziliweza kuripotiwa kudema na kuweza kuharibiwa kabla tu ya ndege la abiria kuweza kutua kwenye uwanja huo. Droni ya kwanza imeweza kuripotiwa kuwa iliweza kukamatwa, ilikuwa ni alasiri saa 3:48 na ya pili ilikuwa ni saa 5:30 ya jioni, na ya tatu ilikuwa ni saa 7:30 ya usiku, na ya mwisho ilikuwa ni saa 7:40 ya usiku. Drone hizo 4 ziliweza kukamatwa baada tu yazo kuweza kufika, lakini uharibifu haukuweza kufanywa. Na kitu kingine cha kuongezea ni kwamba taarifa inaonyesha kuwa drone ya mwisho hiyo ya saa 7:48 ya usiku iliweza tu kuonekana kabla tu ya ndege ya kampuni ya Compagnie Africaine d'Aviation CAA ikiwa tayari imeanza kushuka kwa ajili ya kutua katika uwanja huo. Na mamlaka za mkoa zimeweza kufanya hatua mbalimbali za haraka ili kuhakikisha usalama wa abiria, wahudumu wa ndege pamoja na miundombinu ya uwanja wa ndege huo. Hata hivyo, hadi sasa haijabainishwa mara moja ni nani aliyekuwa na nyuma ya kurushwa kwa drone hizo na wala malengo ya kurushwa kwa drone hizo. Tukio hilo limeibua wasiwasi wa kiusalama, hasa ikizingatiwa hali ya taharuki inaporipotiwa katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini uchunguzi unaendelea kufanywa ili kujua ni nani anayekuwa chanzo cha mvurugo huo na madroni hayo yanayotumwa siku baada ya siku. Na tuzungumzie basi athari ya vita hiyo ikiwa itaendelea kwa miaka kadhaa hapo mbele. Vita hiyo ya madroni ya siku baada ya siku ikiendelea kwa miaka kadhaa hapo mbele, inaonekana kuwa hali ya kiuchumi ya nchi itaweza kuwa ngumu, na hivyo wakimbizi watakuwa ndani ya nchi jirani wengi kutokana na mvurugu huo, na hivyo nchi mbalimbali za jirani zitaweza kupata mzigo mzito kutokana na vita hiyo kwa kuweza kupokea wakimbizi wa hapa na hapa, na hiyo itaelekeza hadi uchumi wa nchi mbalimbali kuweza kushuka hata kama ikiwa vita inaendelea huko DRC Congo. Na hacha basi tuende basi huko USA ambako kwa sasa hivi vita vikali vinaendelea kupiganwa kati ya Iran pamoja na serikali ya USA. Ndio tukizungumzia pia maafa ya vita hiyo kwa miaka miwili ijayo, inaelekea kuwa dunia nzima itaendelea kukumbwa na hali mbaya ya kiuchumi, na pia huko mashariki mwa Afrika bei ya vyakula, bei ya mafuta na bei ya mambo mbalimbali itaendelea kupanda siku baada ya siku kutokana na vita hiyo, kwa kuwa nchi zinazoendelea kupigana huko ni nchi ambazo zinaendelea kuongeza uchumi, au mafuta ambayo inatumikishwa mashariki mwa Afrika ni mafuta ambayo inatokea ndani ya nchi hizo ambazo zinaendelea kupigana na kukutana huku na huku.
Na kwa sasa kuna baadhi ya nchi mbalimbali zimeshaanza kuripoti kupunguka kwa mafuta na bei ya vyakula kuendelea kupanda, kwa kuwa vita hiyo ni kali na hairuhusu usafirishaji wowote wa chakula, kwa kuwa hali ni tete na ni mbaya kufuatia ulipuzi wa mabomu na madroni ambayo inaendelea. Acha basi tufanye uchunguzi wa kina wa habari yetu. Kwanza, baada tu ya Uingereza kuruhusu Marekani kutumia baadhi ya kambi zake za kijeshi, mvutano kati ya Iran na Marekani umeongezeka. Mashambulizi, makombora na mandege zisizo na rubani yanaashiria hatari ya kupanuka kwa vita vya kikanda. Eneo hilo ni muhimu sana kwa uzalishaji wa usafirishaji wa mafuta duniani. Ikiwa mapigano yataendelea, bei ya mafuta inaweza kupanda kwa kasi, jambo linalohatarisha moja kwa moja gharama za usafiri, umeme na bidhaa zingine za kila siku, hata katika nchi za Afrika Mashariki. Pili, vita ya muda mrefu kati ya Ukraine na Urusi vinaweza kuathirisha soko za chakula duniani kote. Mataifa haya ni wazalishaji wakubwa wa ngano na mbolea. Vita ikiendelea, upatikanaji wa nafaka unaweza kupungua na bei kuendelea kupanda. Hii ni maana kuwa familia nyingi katika nchi zinazoendelea zitaendelea kukabiliana na gharama kubwa ya maisha. Tatu, katika bara la Afrika, mvutano wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tuhuma yake ya kuhusika na Rwanda unaendelea kusababisha ukosefu wa usalama, vifo, wakimbizi na migogoro hii huhatarisha biashara za kikanda, usafirishaji wa bidhaa, hata mapato ya serikali. Nchi jirani hulazimika kutumia rasilimali nyingi kuwahudumia wakimbizi baada ya kuwaweka katika maeneo yao. Kwa ujumla, ikiwa migogoro hii itaendelea kupanuka katika kipindi cha miaka miwili ijayo, dunia inaweza kushuhudia mambo makuu manne. Tuzungumzie mambo hayo makuu manne ambayo yataweza kuonekana baada tu ya vita hizo tatu kuendelea dunia. Kwanza, mfumo wa bei kuendelea kupanda kutokana na gharama za nishati za chakula. Pili, kuongezeka kwa madeni ya serikali kwa sababu ya matumizi ya kijeshi. Na tatu, kuongezeka kwa changamoto za kiafya ya akili kutokana na hofu, msongo wa mawazo na ukosefu wa utulivu. Nne, kuongezeka kwa wakimbizi na migogoro ya kibinadamu. Kwa nchi za Afrika Mashariki, hatari hazitakuwa za moja kwa moja za kijeshi, lakini kiuchumi na kijamii zitaonekana kupitia bei ya mafuta, chakula na kupungua kwa misaada ya kimataifa. Hizo ni tatizo ambazo nchi za Mashariki ya Afrika zinaweza kupata. Ni amani ya duniani inahusisha moja kwa moja ustawi wa maisha ya wanadamu. Kadri migogoro inavyoendelea, ndivyo gharama ya maisha, changamoto za kiafya zinavyoongezeka siku baada ya siku. Hiyo ilikuwa ni habari yetu ya siku ya leo, mpenzi mtazamaji, na bila kusahau kuwa hii ni Kwetu News 24 ambayo inakusogezea habari siku baada ya siku. Hivyo tunakuomba usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili utujuze maoni yako kuhusu vita hizi ambazo zinaendelea kote duniani, na ili tujue ni kwa nini mambo haya yanaendelea kwa kasi nzito. Asante sana mpenzi mtazamaji, basi acha tukutane kipindi kijacho.